wakiwemo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa. Hii leo wamekashifu vikali serikali ya Kenya Kwanza kwa madai ya ukatili baada ya kutembelea wafanyabiashara katika soko la Gikomba kufuatia ubomoaji wa usiku wa Jumanne uliosababisha mamia ya biashara kuharibiwa. Ubomoaji huo ulitangazwa hapo jana na makataa yaliyowekwa kuisha, huku hatua hiyo ya ubomoaji ikiwa ni mojawapo ya hatua za kuboresha soko hilo na kuepusha makali ya mafuriko kutokana na ukaribu wa soko hilo na mto Nairobi. Viongozi wa upinzani wameikosoa vikali serikali wakisema imewasaliti wafanyabiashara ambao awali walikuwa wameahidiwa hati miliki za soko hilo, wakiongeza kuwa ubomoaji huo unadhoofisha imani kwa ahadi za serikali. Wewe Kasongo, tukitafuta serikali tuliambia Wakenya hawatabomolewa usiku na hakuna Mkenya atabomolewa bila kuoneshwa pahali ya kwenda. Kwa nini unabomolea watu ya Gikomba usiku wa manane kama watu wanalala? Ruto alisema bottom up, pesa mfukoni. Kuna pesa mfuko wenu? Aliweka pesa mfuko wenu? Si hapo mnakuja kutafuta pesa? Si mnakuja kutafuta unga? Badala ya kuweka pesa mfuko wenu, hakuambia ni mfuko wa nani. Pesa yote sasa inaingia mfuko wa Kasongo. Viongozi wa upinzani walilaani wanachokitaja kama kukiukwa kwa amri ya mahakama ya awali ya kusitisha ubomoaji huo, wakishutumu serikali kwa kupuuza maagizo ya mahakama. Hii ni court order. Hii hapa ni court order kusema watu wa Gikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara, lakini Ruto akaleta usiku wa manane mabuldoza na kuharibu mali ya umma. Hawa watu maskini, hawa mahasola ndio walikufanya ukakuwa rais. Umefika pale, umeshikana na madynasty, umeshikana na matajiri, unaumiza watu ya kawaida. Na mimi nakwambia Kasongo, kama unataka vita, hapana pigana na maskini. Mtu ya kupigana na yeye ni Riggy G, kijana ya Maumau. Huyo ndio mtu ya rika yako. Umedai pia kuwepo kwa mpango wa kushawishi wawakilishi wade kwa Mlungula ili kuunga mkono ubomoaji zaidi katika Gikomba na masoko mengine ya Nairobi, wakisisitiza kuwa hatua kama hizo zinahadaa uwajibikaji wa kidemokrasia na kuongeza changamoto za wafanyabiashara wa kawaida. Leo Amerika imesema hawafanyi biashara na Kenya sababu ya ufisadi. Kenya has been listed as the home of corruption. Kenya has become the hotbed of graft. Na sisi tunasema wafisadi waende wasiende. Ziara hiyo inajiri huku ghadhabu ya umma ikiongezeka kufuatia ubomoaji huo, ambapo baadhi ya wafanyabiashara wanataka fidia na kulindwa kwa riziki zao. Viongozi wa upinzani wameapa kuendelea kushinikiza haki, wakisisitiza kuwa haki za jamii zilizo hatarini lazima ziheshimiwe na kulindwa. Asante sana Stanley Nyaringi.